Ni kwa mara nyingine tena msikilizaji wa Kwetu News 24 mali popote unapotegea sikio. Karibu tena kupata habari zetu za wasaa kama nao kutoka Kwetu News 24. Mimi ni Salima Kashindi na uwe karibu nami mwanzo hadi mwisho ili upate kujua nini kimejiri kwenye habari zetu. Moja kwa moja tunaangazia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mkuu wa ujasusi wa M23 ARC anailengwa na vikwazo vipya vya Marekani kama sehemu ya juhudi zake za kidiplomasia za kutukuza mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idara ya hazina ya Marekani ilichukua hatua kali Jumanne dhidi ya viongozi wawili wa makundi yenye silaha. Mtu mkuu anayelengwa ndani ya uasi wa M23 RDF ni John Imani Nzenze, mkuu wa ujasusi wa harakati hiyo. Mshiriki wa karibu na Sultan Makenga ambaye mwenyewe amewekewa vikwazo vya kimataifa, Nzenze ni nguzo ya muda mrefu wa shirika hilo. Jukumu lake muhimu tayari lilikuwa dhahiri wakati wa uasi wa kwanza wa 2012 hadi 2013 alipoongoza mashambulizi dhidi ya FARDC. Wakati huo vikwazo vya Marekani pia vinamlenga Kanali Serkov ambaye jina lake halisi ni Gustave Kobiayo, ambaye anasimamia operesheni maalum ya ujasusi wa FDLR katika eneo la Nyiragongo na Kivu Kaskazini. Kupitia tangazo hili, waziri wa hazina Scott Bessent alisisitiza kwamba udhabiti mpango wa Washington kulingana na makubaliano ya Washington ya Disemba tarehe 4, 2025. DRC inahitajika kuiondoa FDLR na Rwanda inahitajika kuondoa wanajeshi wake kutoka ardhini mwa Kongo huku ikiacha kuwaunga mkono M23. Kwa hivyo mali zote za kifedha za viongozi hao wawili wa hasi walio chini ya mamlaka ya Marekani sasa zimezuiliwa. Denis Kadima akataa wazo la kuahirishwa uchaguzi wa 2028 alipoulizwa kuhusu uwezekano wa kuahirishwa kwa uchaguzi wa 2026 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Tume Huru ya Kitaifa ya Uchaguzi Seni, Denis Kadima, alikuwa na msimamo mkali. Watu wa Kongo wanadai kufuata mizunguko ya demokrasia. Kulingana naye, kuchelewa yoyote kutatafsiriwa kama mkakati wa kisiasa unaolenga kudumisha utawala wa sasa, huku akitambua changamoto zinazotokana na ukosefu wa usalama unaoendelea mashariki na hali ya kiafya. Anaamini kwamba uzoefu wa nchi hiyo utairuhusu kuishinda vikwazo hivi mradi wizara za ulinzi na afya zishirikiane kikamilifu na Seni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepinga hatua kubwa katika kuendeleza sekta yake ya kakao baada ya kusaini Jumanne tarehe 2 Juni 2026 mjini Abidjan, mji mkuu wa Ivory Coast, mkataba wa kimataifa wa kakao ECCO ikishirikishwa na waziri wa biashara ya nje Julien Paluku Kahonja. Serikali ya Kongo imekamilisha rasmi wanachama wake katika mfumo mkuu wa kimataifa unaolenga kudhibiti soko la kakao duniani na kuimarisha mifumo ya msaada kwa wakulima. Mkataba huu wa kimataifa unalenga hasa kuleta udhibiti wa bei, kuongeza uwazi katika soko pamoja na kuvutia na kuhamasisha ufadhili wa nchi zinazozalisha kakao ili kusaidia maendeleo ya sekta hiyo. Kupitia hatua hii, DRC inalenga kuimarisha ulinzi wa wakulima wake wa ndani na kuongeza ushindani wa kakao yake katika soko la kimataifa katika mkakati wa kuongeza thamani ya rasilimali zake za kilimo. Nyiragongo, ndege isiyokuwa na rubani yashambulia eneo la RDF karibu na Goma. Kulingana na majuhudi kadhaa waliokusanyika eneo hilo, ndege isiyojulikana isiyokuwa na rubani iligonga eneo linalohusishwa na jeshi la Rwanda katika eneo la Kibati katika eneo la Nyiragongo karibu na Antene 3 karibu na mpaka kati ya DRC na Rwanda siku ya Jumanne Juni tarehe 2. Vyanzo vya ndani vinaripoti majeruhi makubwa miongoni mwa wanajeshi waliokuwepo eneo hilo.
Hata hivyo, hakuna takwimu rasmi ya majeruhi zilizopatikana mara moja na mazingira halisi ya shambulio hilo bado hayajabainishwa. Polisi wa kitaifa wa Kongo PNC wapenda kuwakumbusha umma kwamba mtu yeyote anayejaribu kuvuruga utulivu wa umma Jumatano hii ya tarehe 3, 2026 kuwatisha watu au kuwazuia raia kufanya shughuli zao kwa uhuru atakamatwa na kuwajibika kwa matendo yake. Huko Beni ni kwamba walimu wajeruhiwa katika uvamizi na watu wenye kushikilia silaha wakati wa mitihani. Jumanne tarehe 2 Juni 2026 mjini Beni, walimu kadhaa walijeruhiwa baada ya watu wenye kushikilia silaha ambao hawakujulikana kuvamia taasisi ya Kilokwa wakati mitihani ikiendelea shuleni. Kwa mujibu wa taarifa za awali, shambulizi hilo limesababisha hofu kubwa miongoni mwa wanafunzi, walimu na wafanyakazi wa utawala waliokuwa katika eneo la tukio. Hadi wakati wa kuandikwa kwa taarifa hii, mazingira halisi ya tukio pamoja na idadi kamili ya waliojeruhiwa yalikuwa bado yamebainishwa. Tukio hili lilionyesha kwa mara nyingine kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo la Beni ambako vitendo vya ukosefu wa usalama vinaendelea kuathiri raia. Taasisi za elimu ambazo kwa kawaida huchukuliwa kuwa maeneo ya salama na ulinzi na wanafunzi sasa zinakabiliwa na vitendo vya vurugu, jambo linalozuia wasiwasi mkubwa ndani ya jamii ya elimu jijini Beni. Msikilizaji wa Kwetu News 24, hapa ndipo tunaweka nukta kabisa kwenye habari zetu za wakati huu. Mimi ni Salima Kashindi na kuomba pia usikose kupata habari zetu kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Pia endelea kuwa pamoja nasi. Hii ni Kwetu News 24.